jana wakati ambapo tulimpoteza kigogo huyu, iwapo nitamuita hivyo, Raila Amolo Odinga, ambaye amekuwa katika ulingo wa kisiasa kwa miaka mingi sasa na akijulikana kwa ukakamavu wako. Kwako binafsi unamuomboleza vipi Bwana Kissia? Asante sana Adrien kwa kunipa fursa hii kumwomboleza rafiki yangu, kinara wangu Raila Amolo Odinga. Na kwanza, kama sijasema mengi, ningependa kutuma risala za rambirambi kutoka kwangu mwenyewe na familia yangu. Raila alikuwa ni rafiki wa familia. Kwa hivyo sisi tumempoteza sio tu kiongozi lakini rafiki. Kabla pengine singesema mengi, pale awali ndugu yangu mdogo Fwamba alikuwa amesema kwamba pengine hii itakuwa nafasi nzuri ya Mheshimiwa Rais Ruto kupata nafasi yake ya pili, yani 2 term na sio 1 term. Mimi pengine ningependa kutofautiana kidogo tu na mwenzangu, kwa sababu najua ndio wakati huu tunaomboleza, lakini ukiangalia wa Kenya na ukiangalia wale watu katika uongozi wa kisiasa, watafuata amri ya raia ya Wakenya. Na kwa maoni yangu ninaona kwamba Wakenya washaamua ni mwelekeo gani wataenda. Na kwa hivyo sisi kama viongozi wa siasa hatuna budi kutii amri ya Wakenya. Kwa sababu mamlaka yote ya utawala inatoka kwa watu wa Kenya. Jambo lingine ni kwamba pia unajua kuna ndio kwa wakati huu, kwa sababu tunaomboleza, lakini bado kuna uchungu. Watu wanasikia uchungu wa kiekonomia, watu wanasikia uchungu kwa kupoteza watoto wao, na watu wana hasira. Na kwa hivyo hayo mambo yote hawawezi kubadilika kwa sababu kinara wetu ametuaga. Nafikiri kwanza yataongezeka marudufu. Lakini kwa kujibu swali lako, unajua kiongozi wetu, baba wa taifa Raila Amolo Odinga alipita awamu ya kuwa kama binadamu. Na unajua sina njia ya kumweleza, lakini ni mtu ambayo pengine alikuwa kati ya Mwenyezi Mungu na binadamu. Yani ukishuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yule utapata pale chini ya Mwenyezi Mungu ni Raila. Na ni hivyo ndio watu walikuwa wamemuelewa. Ndio unaona kwa sababu wameonyesha upendo wao marudufu akiwa ameaga dunia. Na kwa hivyo haya mambo tumeona leo, pengine kesho itakuwa vigumu zaidi, kwa sababu watu kesho tumepatiwa likizo, watu watajitokeza kutoka pembe zote za nchi hii kuja kumpatia kwa heri kinara wao. Lakini mimi nina wasiwasi, kwa sababu ikiwa hivi ndio tumeona, kesho tumepatiwa likizo, na je, Jumamosi kutakuwa vipi? Kwa hivyo mimi nitaomba wa Kenya, ndio tunasikia uchungu, ndio tunamuomboleza kinara wetu, tunaomboleza baba wetu wa taifa, lakini tumpe heshima na tumwelekeze kule anaenda kwa njia ambayo ni bora, sababu Raila alikuwa mtu wa kupenda amani. Raila alikuwa mtu wa kupenda vitu kufanyika kwa njia ambayo ni ya kisawa. Kwa hivyo tumpe hiyo heshima. Naam. Asante sana. Nije kwako Bwana Fwamba, amezungumza kwa niaba yako, lakini kwa sababu uko hapa ningetaka kusikia kutoka kwako, unamuomboleza Raila Odinga kwa njia gani? Ni mtu ambaye amekuwa akiangaliwa kama sauti kuu ya upinzani kwa miongo kadhaa, lakini kabla ya kifo chake kuna kitu ambacho kilikuwa kimebadilika kidogo, kwamba alijiunga na serikali jumuishi, na hii kwa upande mmoja ikatafsiriwa kama usaliti kwa misingi ya upinzani. Lakini kwa mtazamo wako, hatua yake ya kujiunga na serikali jumuishi ni ya usaliti, ni ya kibinafsi, au ni ya kujitolea kwa ustawi wa taifa? Kwanza kabla nielekee kwa kujibu hilo swali, ningependa kutuma rambirambi kwa familia ya Mheshimiwa Raila Odinga.
rambirambi zangu kwa Mama Ida, kwa Raila Junior, kwa Rosemary na Winnie na wana ODM na wananchi wote, sababu Raila alikuwa kiongozi wa nchi mzima ambaye alikuwa na ushawishi hata kwa ulimwengu mzima. Kurejelea swali lako, kwa hii siku ya huzuni ningependa kumkumbuka Raila kwa njia mingi. Kama binadamu kunakuwa na kila mtu ako na uwezo wake, ako na uzuri wake na ubaya wake. Hakuna chema kisicho dosari. Lakini Raila kwa uongozi wake mimi namuona kama ni mtu ambaye tunaweza iga. Wale watu tuko kwa siasa, na wale watu tuko uongozini, na hata wale vijana ambao wanataka kujielekeza kwa uongozi wa hii nchi. Kwa sababu Raila historia yake imeonyesha kwamba yeye ni mtu ambaye alikuwa anapigania haki za kisiasa, za kidemokrasia, lakini alikuwa anajua ni wapi anaweza simama ili afanye sasa ile inaitwa negotiation. Sababu alikuwa anajua kitu ya muhimu zaidi ni nchi. So mimi naona kuna mambo mengi tunasoma kwake kama statesman. Kama sasa vile vijana wanafanya siasa saa hizi, Raila pia alikuwa kijana na tunajua historia yake kuanzia siku yenye wakati alikuwa anapigana na Moi, akafungwa, akakuwa detained bila trial, bila kupelekwa mahakamani, akateswa. Lakini bado yeye akakuja akareconcile na Moi, sababu alikuwa anaona to be a leader lazima uangalie vitu kulingana na ideas. Yeye alikuwa anajua siasa ni competition ya ideas, alikuwa anailinganisha na kandanda. Anasema mnajibizana kwa hasira wakati ya siasa ya kutafuta kura, lakini baada ya kura mnasikizana mjue nchi inaenda namna gani. Na ndio sababu yeye amesikizana, akafanya kazi na Moi, akakuja akafanya kazi na Kibaki, akakuja akafanya kazi na Rais Uhuru, akakuja kufanya kazi na Rais Ruto. Kwa sababu anajua kwa siasa objective kubwa kabisa ya kwa siasa ni kuhakikisha unapatiana uongozi bora. Na sasa umepata nafasi ya kujumuika na ule ambaye ameshapata kitu wewe hujapata, unaongeza maarifa yako kusaidia nchi istawi. Vita peke yake kwenda kwa streets kupigana haziwezi leta maana katika nchi. So mimi naona ile mwelekeo alipatia wafuasi wake, especially wakati ya after ile anti-finance bill